chama tawala wanapita wakisema unajua rais amekwisha fanya reforms, amekwisha fanya mabadiliko. Wanadai eti kumetungwa sheria mpya ya uchaguzi inaitwa sheria ya tume huru ya uchaguzi. Alafu wanasema kumeundwa sheria mpya ya kura za udiwani, ubunge na urais ya mwaka 2024. Kwa wanasema sasa mama ameshafanya reforms. Na ukiwauliza wanakujibu vitu viwili tu. Wanakwambia moja, hii sheria inaitwa ya tume huru ya uchaguzi imeweka utaratibu kwamba sasa kabla rais hajateua mwenyekiti, makamishna, mkurugenzi, anapokea mapendekezo kutoka kwenye kamati ya uteuzi inayoundwa na jaji mkuu, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu, jaji mkuu wa Zanzibar na kadhalika. Wakija na maneno hayo, waambieni, waseme ukweli kwamba ndani ya hiyo sheria inayoitwa ya tume huru ya uchaguzi kumewekwa kifungu cha sheria. Hiyo sheria iliyopitishwa 2024 ina kifungu kinasema baada ya sheria mpya kutungwa, tume iliyokuwepo itaendelea na kusimamia uchaguzi kama kawaida. Ndio maana ninavyozungumza na nyinyi, mwenyekiti wa tume ambayo sasa inaitwa huru ni yule aliyekuwa mwenyekiti wa tume kabla haijaitwa huru, Jaji Mwambegele. Mjumbe wa tume ni Ramadhani Mapuri aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM, alikuwa mjumbe wa tume kabla, sasa anaitwa mjumbe wa tume huru. Mkurugenzi anayesimamia uchaguzi anaitwa Ramadhani Kailima. Ramadhani Kailima ndio aliyekuwa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi mwaka 2015, ukawa tulipokuwa na mgombea Edward Lowassa, mwenza wake akiwa Babuduni, wakaiba uchaguzi 2015. Mkurugenzi aliyekuwepo 2015 anaitwa Ramadhani Kailima. Itakuwa huru, itakuwa huru hiyo. Ndio maana sisi tunasema sheria hiyo ni mbovu, haijakidhi haja, kwa sababu hawakuanzia kwenye katiba. Walipaswa waanze kwenye katiba, ibara ya 74, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, waondoe mamlaka ya rais kuteua tume, waende ibara ya 74, ibara ndogo ya 5 ya katiba. Ana mamlaka, akitaka kuiondoa tume wakati wowote anaweza kuiondoa. Tukawaambia warekebishe kwanza katiba, ibara ya 74, ibara ndogo ya 10 ya katiba inayosema kwamba tume ikifika uchaguzi, katiba inailazimisha tume kutumia watumishi wa umma wa halmashauri, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa na watumishi wengine wa umma. Tumesema futa hiyo, badala yake tume huru iruhusiwe kwa ajili yenyewe watumishi wake huru wa kusimamia uchaguzi ngazi zote. Tunawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74, ibara ndogo ya 12 ya katiba inasema hivi: tume hii imekingwa kwamba tume ikimwengua mgombea upinzani, ikizuia upinzani kufanya kampeni, huwezi hata kwenda mahakamani, kwa sababu ibara hiyo ya katiba imeikinga tume dhidi ya mashtaka yoyote. Ndugu zangu, tunahitaji marekebisho haya. Wao wanakuja kutuambia eti kubalini kukwenda kwenye uchaguzi kwa sababu eti wametunga sheria kwamba sasa mgombea akiwa mmoja atapigiwa kura ya ndio na hapana. Lakini kwenye sheria hiyo hiyo hawajaweka utaratibu wowote kura ya hapana inapigwaje, wakala wa kusimamia kura ya hapana anaingiaje, matokeo yake ni nini. Kura hiyo ni kiini macho, kwa sababu siku ya kura atakuwepo polisi, atakuwepo wakala wa CCM, atakuwepo mtendaji ambaye yuko upande wa CCM. Kura za hapana
Ndio maana msimamo ni nini? No reforms, no election. Nimalizie kwa jambo moja. CCM wamezindua ilani yao ya uchaguzi. Kipindi kingine cha CCM kuwatapeli wa Tanzania. Katika ilani hiyo CCM imeandika kwamba Watanzania ichagueni CCM, alafu eti ingie madarakani, alafu CCM iandike katiba mpya kati ya mwaka 2025 mpaka 2030. Nataka kuwakumbusha Tanga, hii sio mara ya kwanza CCM kuandika ilani ya kuahidi kuuisha na kukamilisha mchakato wa katiba. Ukienda kuchukua ilani ya CCM ya mwaka 2015 2020, ahadi hii walioiandika sasa waliandika wakati huo na hawakuitekeleza. Lakini si ilani ya CCM. Rais Samia alipoingia, tumekaa naye kwenye mazungumzo Mei 2022. Tumemweleza namna ya kuendeleza mchakato wa katiba mpya kabla ya mwaka 2024 katiba mpya ipatikane. Tukaingia kwenye mazungumzo ya mwaka mzima. Tulichobaini kwenye mazungumzo hayo, CCM haitaki katiba mpya kwa sababu moja, haitaki madaraka ya rais yapunguzwe, haitaki uchaguzi huru na haki, haitaki wananchi kupata haki za msingi. Kwa hiyo nawaambia Tanga, msikubali wa utapeli wa CCM na tuendelee na safari ya kuiondoa CCM madarakani ili tuingie kuongoza nchi, tuandike katiba mpya kwa niaba ya Watanzania. Tupige kura kuhusu hilo. Kama hukubaliani na utapeli wa ilani ya CCM, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. People! People! Sasa pamoja na people's power, kunja ngumi, ngumi ikiwa juu, ngumi ikiwa juu. Sema sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Asanteni sana, naomba nimlete